Ona wana Yanga na wana Simba wanaangusha vyuma. Ndo wakati wao, ndo wakati wao. Sasa kuna hii ambayo inaendelea sasa hivi kuhusiana na usajili wa Kevin Nation ambaye amesajiliwa na Simba na ameshatangazwa tayari na ishafahamika rasmi tayari ni mwana Simba. Watu wengi wanajiuliza maswali. Position ya Kagoma itakuwa kwenye wakati gani ikiwa Kevin Nation inaonekana ana sifa zinazofanana na Kagoma? No, unajua siku zote kwenye timu kubwa you need players ambao watapeana changamoto kwenye uwanja wa mazoezi, you need players ambao watapeana zamu pia kwenye kucheza, siku huyu akiwa hayupo, siku fulani akiwa hayupo. So hakuna dhambi kwenye kuwapata wachezaji wawili kwenye kila nafasi. Mara nyingi kwenye timu kubwa hiyo ndio huwa ni kawaida kwamba unahitaji wachezaji angalau wawili kwenye kila nafasi ambao wanaweza kukupa kitu ambacho unakihitaji kwenye mashindano yako. Lakini wanasema kwamba huyu mmoja ni kama ana ability kubwa ya kupiga pasi, lakini mwingine pia kwa sasa hivi ambaye tunazungumzia Kagoma kama ameimprove kidogo. Maswali yanakuwa ni mengi kwamba mbona kama wote ni wavunja kuni kwa kipindi hichi, kwa nini wasingechagua mchezaji mwingine ambaye ana identity tofauti? Na unajua ukiachana na yale ambayo watu wanazungumza kama maneno ya kawaida, lakini football mwisho wa siku inachezwa uwanjani. Unajua unapokuwa na mchezaji kama Yusuf Kagoma kwa muda mrefu amekuwa moja kati ya viungo bora sana kwenye eneo la ulinzi, na kuna wakati hasa kwenye baadhi ya mechi za kimataifa huwa kuna changamoto anakuwa anakutana nazo. Haimaanishi kwamba hawezi kupiga pasi, anaweza, lakini kuna wakati aina yake ya uchezaji huwa inahitaji kuna kitu kinakosekana. Kwa hiyo sometimes unakipataji hicho kitu ni kwa kuleta mtu ambaye anaweza akampa changamoto. Kwa hiyo uwepo wa Kevin Nation siamini kwamba amemzidi kwa mbali sana kwenye uwezo wa kupiga pasi. Inawezekana wametofautiana kwenye umri, kwamba Kevin Nation yeye yuko katika umri ambao kuna baadhi ya vitu anaweza kuelekezwa na akabadilika, tofauti na Kagoma ambaye nadhani tayari mwaka huu anaweza kuwa anaelekea kwenye miaka 30. Of course bado anao muda wa kucheza, lakini anahitaji mtu ambaye ata limit dakika zake za kiushindani ili yeye aendelee kuwa bora. Unajua kuna wakati Kagoma alikuwa anaanza mechi mfululizo katika wakati ambao unakuta kuna mechi muhimu mbele inakuja, alafu inamkuta yeye akiwa hayuko fresh, inamkuta yeye akiwa labda hayuko kwenye mazingira ya kushindana kwa sababu amechoka. Kwa hiyo sasa unaweza ukamtazama Kevin Nation kama mtu ambaye amekuja kusaidiana naye. Kwa hiyo whether watasaidiana ama watashindana, at the end of the day mtu ambaye atafaidika na huduma yao wote wawili kama wachezaji ni Simba na national team, kwa sababu Kevin Nation pia naye ni mchezaji ambaye hana budi kuingia katika pool ya wachezaji ambao wanaitwa kwenye timu ya taifa. Na kuna ile la Juma Shabani ambaye almaarufu Sugar Boy katambulishwa Yanga. Watu wanakuwa na mtazamo tofauti. Wanakuwa na mtazamo tofauti ya kwamba ni kama anaenda kuwa kipaji chake pale akiwa Yanga. Hii dhana ya kusema ukienda Simba na Yanga performance yako inakuwa inashuka, ni watu wamejiwekea au ni ndo hali halisi ya ligi kuu ya Tanzania bara hususan kwenye Simba na Yanga? Na unajua kwenye football brother, watu huwa wana kawaida ya kuzungumza kwa kufuata precedence, na nadhani hicho ni kitu ambacho sio kwenye football tu, kwenye maisha. Yani hata kwenye maisha yetu ya kufanya kazi maofisini kuna precedence ambazo lazima tuzifuate. Sehemu ambako umefanya kazi kuna historia yake pale, kuna watu walipita kabla yako wewe, ndio zote precedence hizo. Sasa mimi siamini kama Simba na Yanga zinaua vipaji vya wachezaji, lakini kuna wachezaji ambao vipaji vyao vimekufa baada ya wao kwenda Simba na Yanga. Whether sababu ilikuwa ni Simba na Yanga au sababu ilikuwa ni hao wachezaji wao wenyewe, ni mjadala wa siku nyingine. Lakini huwezi kuwa sahihi ukisema kwamba Simba na Yanga zinaua vipaji, kwa sababu wewe unaamini kwamba unaweza kuwa mchezaji mzuri alafu ukafika Simba na Yanga ikakufanya uwe mchezaji mbaya. Hapana, ni wewe mwenyewe. Yani mustakabali wako kama mchezaji unakutegemea wewe mwenyewe. Si unamwona mtu kama Mzize alikuwa bwana mdogo tu, sawa, amefika Yanga pale akaonyesha uwezo wake na amethaminishwa kulingana na ule uwezo wake. Kwa wewe kama ukiwa mchezaji umetoka huko ulikotoka ukaenda Simba, pale pia kuna nafasi ya wewe kuongeza thamani yako. Sawa, Simon Msuva ameongeza thamani yake kwa kwenda Simba na Yanga. Mohamed Hussein Zimbu ameongeza thamani yake kwa kupitia hizo Simba na Yanga. Shomari Kapombe ameongeza thamani yake kwa kupitia Simba na Yanga. Sawa. Kwa hiyo hao ambao hawakuongeza thamani zao
ni wao wenyewe walichangia thamani zao kushuka, sio Simba na Yanga ambao ilisababisha wao washuke. Lakini pia unapozungumzia kuhusu issue ya wachezaji kwenda nje, moja kati ya wachezaji ambao wamewahi kucheza kwenye ligi yetu na wakapata mafanikio makubwa kabisa kwenye soka la kimataifa ni mchezaji wa zamani wa Yanga, Nonda Shaban Papi. Alikuja hapa, sawa, tena alikuwa anawekwa bench na wachezaji wengine kama kina Mohamed Hussein Machinga, sawa, lakini Nonda alikuwa anajua nini anatafuta kwenye mpira, sawa, na hakuamini kwamba Simba na Yanga ndio mwisho wa safari yake. Kuna watu wengine wanafika Simba na Yanga na anaamini kwamba bwana, mimi safari yangu imeishia hapa, sawa. Sasa kuna mtu kama Simon Msuva amecheza Yanga more than msimu mmoja, leo hii anacheza soka la kulipwa Iraki, amefikia mpaka level ya kucheza katika moja kati ya ligi bora na ngumu barani Afrika, ligi ya Morocco, sawa. Leo hii kuna mtu kama Mbwana Ali Samata amepita Simba na ndio mchezaji ambaye tunaamini amepata mafanikio makubwa nje ya mpira wa Tanzania kuliko mtu mwingine yoyote, sawa. Kwa hiyo mimi ile dhana katika isolation kwamba Simba na Yanga zinaharibu future ya wachezaji, hapana, kwa sababu hata ukitolea mfano wa Mzize ambaye zilikuja offer na akazikataa ili abaki Yanga, hakushikiwa kisu na mtu, hakushikiwa bunduki, hakuitiwa polisi, wala hakurogwa kwamba akili yake ichanganyikiwe aamini kwamba maamuzi sahihi ni kusaini Yanga na sio kwenda nje ya nchi, sawa. He did that yeye mwenyewe. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anapaswa kulaumiwa ni yeye mwenyewe, sio engineer, sio Arafat Haji, sio mtu yoyote. It is him alone. Je, alikuwa anataka kwenda kucheza nje? Kuna mtu aliwahi kusikia Mzizi akimwambia kwamba bwana, mimi na ndoto ya kucheza nje? Hapana. Kwa hiyo mimi tukukupa offer wewe ya kuongeza mkataba Yanga, you can say kwamba hayo ni mimi nimeua future yako, kwa sababu una uwezo wa kukataa hiyo offer, sawa. Sio kama tunaelewana vizuri. Unajua kuna wakati watu wanazungumza vitu ambavyo vinaweza kuwafanya Simba na Yanga waonekane kama ni timu mbaya sana, lakini ni wewe tu mwenyewe. Kwa sababu leo hii kuna wachezaji, kwa mfano mtu kama Jean Chalea wa si amekuja Tanzania hapa, akaondoka Tanzania akaenda Algeria, sawa. Kuna mtu kama nani tunamzungumzia, Steve Dese Mukwala amekuja hapa Tanzania, leo hii yuko Libya, sawa. Dennis Kibu anacheza soka la kulipwa Libya, sawa. Na wote wamefanya maamuzi wao wenyewe. Kwa hiyo unaposikia mtu amesaini mkataba wa kubaki kwenye klabu fulani, huyo mtu hajashikiwa kisu, ana miaka zaidi ya 18, kwa hiyo ni mtu mzima, sio mtoto mdogo. Kwa hiyo alaumiwe yeye mwenyewe na sio klabu, kwa sababu pia hiyo Yanga au Simba ikikuongezea mkataba, si kuna hela wanakulipa? Zile hela zinatosha wewe kuendesha maisha yako? Na kama ulikuwa unataka hela zaidi, si ungewaambia? Kwa hiyo hakuna, yani kila mtu anawajibika kwa maisha yake brother. Haiwezekani leo hii, kwa mfano kama mimi nimeajiriwa Crown Media hapa, nikawa labda nachelewa kuingia kwenye kipindi ama nikawa sionyeshi nidhamu nzuri, nikafukuzwa kazi, alafu nije kulaumu kwamba watu wameniharibia maisha. Nimeharibu maisha yangu mwenyewe, sawa. Sasa kwa bahati mbaya, unajua Tanzania ni nchi ambayo watu hawapendi kuwajibika. Viongozi wetu wa kisiasa kuna muda hawapendi kuwajibika, sisi wenyewe hatupendi kuwajibika na maisha yetu. Unaweza kukuta kuna mtu hakuzingatia tu shule, kwa hiyo kwa sababu hiyo hapati ajira, alafu anakuja anakuambia hii nchi yetu bwana, hii nchi kuna watu wamefanikiwa. Sasa wewe peke yako ambaye hujafanikiwa huwezi kulaumu mfumo, sawa. Leo hii kuna pale Simba kuna ofa imekuja kwa ajili ya mtu kama Edwin Barua, sawa, si yuko nje anacheza sasa hivi. Ile ofa hakushikiwa kisu na mtu wala kulazimishwa, yeye mwenyewe kaiona kwamba bwana, mimi si mchezaji, mimi sinatafuta hela, hii ofa inanifaa, akasaini. Kwa hiyo mimi I'm sick and tired kusikia watu wanazilaumu Simba na Yanga kuwaharibia watu maisha. Hapana, kwa sababu hata hao brother, watu wanaokwenda kucheza nje, kila mtu huwa anafanikiwa. Kwa sometimes mtu anajipima, anaona kabisa kwamba bwana, mimi bwana siwezi kutoboa nje, sina discipline ya kudumu nje, sawa. Kwa hiyo mimi naweza kucheza hapa tu kwenye soka letu la kubabaisha. Anabaki hapo. So haya ni maamuzi ambayo watu wanayafanya consciously, wao binafsi kama binadamu, wao binafsi kama watu wazima, and sometimes wanasimamiwa na wanafamilia wao, sawa.
Sasa kama mtu anasimamiwa na baba yake mzazi kapewa hela na akaikubali ile hela na akamwambia mwanangu, kuna hela nimepewa hapa kununua vitenge, nenda kasaini na mtoto akakubali, huwezi kulaumu. Huyo ni mtu ambaye amefanya maamuzi yaliyo bora kwa maisha yake na atawajibika kwa hayo maamuzi. Kamanda, muda kinyuma kidogo, Simba na Yanga walikuwa kama wamewekeza mpira na kufanya scouting yao kule Kongo. Hasa wana Yanga walikuwa wamewekeza sana nguvu. Lakini kwa sasa hivi tunaona kama South Africa ni kama kimekuwa ni kitovu cha watu kwenda kuchukua wachezaji pamoja na makocha. Wewe ni expert wa ligi ya South Africa na unajua vizuri ligi ya South Africa. Kuna kitu gani cha siri ambacho kimejificha ligi ya South Africa ambayo inasababisha mpaka sasa hivi viongozi wetu wanahamia kule na wanapeka macho kule? Ya kwanza kabisa ni kurekebishe, unapozungumzia swala la scouting, sidhani kama ni sahihi kusema kwamba Simba na Yanga waliwekeza kwenye kuscout wachezaji kwenye nchi husika. Hapana. What happens ni hizi team zinafanya kazi na mawakala. So kuna wakati wachezaji wazuri wanapatikana sehemu fulani, unakwenda kwenye hiyo sehemu. Nadhani tumezoea kuwaona wachezaji wa West Africa, sababu wachezaji wa West Africa kwanza kwa ushindani ulioko kwenye mataifa yao, mara nyingi inamaanisha kwamba kule kuna wachezaji wengi ambao wanapatikana kwa mazingira mepesi. The same happens with Congo, kwa sababu hata leo hii bado kuna wachezaji kutoka Congo. Leo hii Azam amemsajili mchezaji Molia ambaye ametoka Lupopo. Last season walimsajili Ngita, wakamsajili Kitambala. Sawa, wote wanatoka Congo. Sasa unapozungumzia wachezaji wa South Africa, kwanza kabisa wachezaji wanaosajiliwa kutoka South Africa, mara nyingi timu zetu hapa zinasajili wachezaji kwa kufuata trend, kwamba umeona kuna fulani kamsajili fulani kutoka sehemu fulani na wewe unaenda huko kwa sababu umeona kwamba huko kuna wachezaji. Bado idadi ya wachezaji wanaotoka kwenye ligi ya South Africa wanaokuja hapa inazidiwa na wachezaji wanaotoka Congo, inazidiwa na wachezaji wanaotoka West Africa, kwa sababu ukiondoa Skudu ambaye Yanga walimsajili akiwa anatokea Marumo Gallants, Yanga wakamsajili kutoka Sekukune Andy Boyeli, Simba wakamsajili Nio Maema pamoja na Rushin Diroik. Sidhani kama kuna wachezaji wengine zaidi ya hao ambao wametoka South Africa. Sasa hivi tunaambiwa Simba wamemleta huyu Keletso, na Azam wamekwenda Stellenbosch kumleta Henry Stanich, lakini sio South Africa. Sasa bado sio idadi ya kutosha ya sisi kuamini kwamba kumekuwa na wimbi la wachezaji kutoka South Africa. Na hata hao makocha, unamzungumzia Steve Barker, unamzungumzia Fadlu, unamzungumzia Roman Falls, unamzungumzia Siadramovic, bado tuna makocha ambao hawazidi 6 ambao wamewahi kutoka South Africa. Unaweza ukarudi toka wakati wa Trot Moloto ambaye alikuja kusajiliwa Simba, alikuja kuajiriwa Simba. So bado ni idadi ndogo sana wachezaji. Ambacho timu zetu zinafanya tu ni kuna coincidence zinatokea kwamba kwa mfano Steve Barker ni kocha South Africa, na Simba pale kuna Nio Maema na Rushin Diroik. Lakini pia Steve Barker kwa sababu kuna Simba amemsajili Ukeletso Magalwa ambaye Yanga pia walionyesha dalili ya kumtaka. Sasa bado ukiangalia kwenye ligi yetu utagundua kwamba bado kuna wachezaji wengi kutoka West Africa, bado kuna wachezaji wengi kutoka Congo kuliko hawa wanaotoka South Africa. Kwa sababu brother, katika uhalisia ligi ya South Africa ni ligi ambayo in terms of maslahi iko mbali sana na ligi yetu. Sasa ni ngumu mno kumpata top player kutoka timu ya South Africa ambao bado inamhitaji yule mchezaji. Wachezaji wengi ambao unawaona wamekuja kucheza hapa Tanzania kutoka South Africa ni wachezaji ambao either amekosa nafasi, sio wachezaji wabaya, amekosa nafasi kama ilivyokuwa kwa Nio Maema, kwamba Sundowns wanatafuta kumtoa kwa mkopo ili alinde kipaji chake, au Rushin Diroik ambaye Sundowns imemzuia asijiunge na klabu nyingine ya South Africa. Kwa hiyo the only option aliyokuwa nayo ni either angebaki kule Israel ambako alikuwa anacheza ama aje hapa Tanzania. Sawa.
Kwa hiyo bado ni ngumu kukuta mchezaji ambaye, kwa mfano huyu, kuna mchezaji ambaye Yanga wamekwenda kumuulizia Stellenbosch, lakini wakakuta bei yake ni karibu bilioni 3. Sawa, huyu mchezaji pia Kaizer Chiefs inamtaka, na Kaizer Chiefs wanaweza kuafford kutoa hiyo hela kwa ajili yake, randi milioni 16. Sawa, so ndio mfano hiki ninachokwambia kwamba a top player ambaye klabu nyingine kubwa ya South Africa inamtaka, wewe kama Simba, Yanga, Azam huwezi kushindana hapo. Sawa, kwa sababu ya nini? Maslahi. Na maslahi ya South Africa yanawazuia wachezaji wa South Africa wasiende hata Europe. Sawa, kuna wachezaji anapata chance ya kwenda Glasgow Celtics, lakini anaona hapana, mimi Celtics watakachonilipa naweza kulipwa na Sekukune. Sawa, kuna wakati mchezaji bora wa wakati huu wa South Africa alikuwa mshambuliaji Katlego Mpela, alikuwa anahitajika na baadhi ya klabu Ufaransa, lakini Katlego Mpela anacholipwa na Mamelodi Sundowns ni kikubwa kuliko zile klabu za France zinachoweza ama zilichopanga kumlipa. Kwa hiyo in terms of maslahi, klabu za South Africa ziko mbali, kwa sababu hata Neo Maema sitaki kufichua nini alikuwa analipwa Simba, lakini kuna uwezekano Mamelodi Sundowns walikuwa wanamlipa hela nyingi kuliko, kwa sababu bado ni mchezaji wao, bado na mkataba naye, na hizo ndio terms za ule mkataba wa mkopo, kwamba bana, asilimia kubwa ya mshahara wako itatoka kwa your parent club, sisi tutafidia ili mshahara wako utimie kile ambacho ulikuwa unakitaka. Kwa hiyo ni wimbi ambalo sitegemei kuliona likidumu sana kwa sababu hiyo. Of course, kama unawaleta makocha wa South Africa kama ilivyo kwa Mangoba Mnyiti au Steve Barker, obviously kuna wachezaji wanawajua kutoka South Africa. Kama Steve Barker alivyomleta mtu kama Ismail Olivier Toure, alikuwa mchezaji wake Stellenbosch. Sawa, kwa hiyo ni trend tu ya hivi karibuni, lakini kwa sababu za kimaslahi bado wachezaji wengi kwenye ligi yetu wanaotoka nje watatoka Central Africa, kwa maana ya Congo na West Africa. Kamanda, sasa hivi tunaelekea kwenye Simba Day ambayo na siku ya mwananchi. Tumeona Simba wako vizuri sana kwenye tizi za jezi zao pamoja na kufanya branding. Watu wanataka kujua ina faida gani kwenye kuwekeza nguvu kwenye kufanya hizi tizi za jezi kwenye uzinduzi, tofauti na kukaa kimya. Nini utofauti wa mtu ambaye anafanya tizi, anawekeza nguvu kwenye tizi na ambaye hizi klabu zimepiga hatua kwenye operations zake, na leo hii it's not about kile kinachoendelea uwanjani peke yake, hata kinachoendelea nje ya uwanja. Kwa mfano, kuna watu wamewekeza kwenye eneo la jezi. Sawa, you have watu kama Jairuti amewekeza kwenye jezi za Simba, you have watu kama GSM amewekeza kwenye jezi za Yanga. Kwa hiyo hawa watu wanawekeza ili wafanye biashara, warudishe kiasi ambacho wamewekeza. Siku zote unapoinvest fedha, yani wewe uliponunua maiki, mliponunua kamera hii, mmewekeza, mnategemea kwamba labda kama hii maiki ulinunua $50, hii maiki kusaidie kugenerate $200. Kama umewekeza $100, unategemea hii maiki kusaidia kugenerate $300. It is the same thing unavyoona jezi. Sasa kwa kesi ya hizi timu mbili, kile ambacho wanakifanya, whether ni kwa kutiz ama kwa kukaa kimya, wote malengo yao ni kuhakikisha kwamba wanawapa full mileage wale wawekezaji wa hizo jezi ili wapate rejesho la kile ambacho wamewekeza. Sawa, kwa maana kwamba Jairuti anategemea Simba wauze zile jezi, mashabiki wanunue zile jezi. Kwa hiyo any antics ambazo zinaweza kufanywa, tiza, sijui wachezaji, vyote lazima vireflect kile ambacho huyu mwekezaji anaweza kukirejesha kama faida. Tunaposema kwamba platform ya hizi klabu imeongezeka, imekuwa kubwa, ndio hiki sasa ambacho tunazungumza kwamba lazima kuna vitu vifanyike ili kuhakikisha kwamba watu ambao wamewekeza fedha zao kwenye hizi klabu katika nyanja mbalimbali, fedha zao zirudi. Hata baadhi ya wale wadhamini, kwa mfano, ambao wameweka fedha zao pale, wanategemea wapate mileage. Ile mileage itafsiri kwenye vitabu vyao vya hesabu za kibiashara. Kwa hiyo I have nothing more to say zaidi ya kwamba hizi ni biashara, ni watu wamewekeza na wanategemea kile ambacho wamewekeza kirudi. Asante sana kamanda kwa muda wako. Shukrani.